Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi, tembelea Zinga TV Online, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Zinga Online TV. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafitha wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama'u warithatul anbiya akrim bihim warithan wa mawrutha. والصلاة والسلام على أصحابه التابعين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى آله وصحابته وكل من ينادى به مولاه 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 وتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا هذا القرآن العربي لعلكم تعقلون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ففي تقواه إصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، أما ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuwezesha mimi na wewe kutoka katika mjuma iliyopita na kutufikisha katika mjuma hii. Wapo wengi na wao walitamani walau wafike katika mjuma kama hii, lakini kwa mapenzi ya Allah hawakuweza kufika. Lakini sisi ambao tumeweza kufika hatuna budi ya kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ama ndugu zangu katika imani, nimezipeleka pia rehma na amani kwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum, masahaba ambao walipambana wakafirisika, wakaathirika, wakaamua kupambana ukweli wa kupambana na kuhakikisha wao wanaondoka wanaiacha dini ya Allah ikiwa salama. Lakini na tabi'in na mashekhe zetu waliotangulia kabla yetu, na sisi pia Allah tujalie tuwe miongoni mwa waja ambao hii dini ya Uislamu Allah akituondoa basi tuwe tumeiacha salama kwa wale ambao watakaokuja baada yetu. Ama ndugu zangu, hotuba yetu huwa ni fupi sana siku ya Ijumaa, lakini kabla sijazungumza, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia wewe unaonisikiliza, mimi na wewe kwa pamoja, ili tuweze kushikamana katika kamba ya Allah na tusije tukadhalilika kwa kuiacha kushika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ndugu zangu katika imani, leo mada yangu kwa muda mfupi nimeona tuzungumzie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna anzalna hadha alqur'ana al-arabiyya la'allakum ta'qilun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha wazi bila kupepesa kwamba kwa nini maneno ya Qur'ani ameyaleta kwa lugha ya Kiarabu. Amesema malengo makubwa ni kumfanya atakayeshika maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hesabu zake anamhesabu mja huyo ana akili. Kwa hiyo nikaona leo kwa mukhtasari tuzungumzie faida ya akili, ndugu zangu, kwa sababu akili ndiyo kiumbe ambacho mwanadamu yoyote duniani kinapokuwa kimehama kwenye mfumo wa ubinadamu wake, hata kama alikuwa ni meneja ataachishwa kazi. Kiumbe akili ndiyo kiumbe ambacho hakitegemei elimu ya ziada, kwa sababu chenyewe kinajitosheleza, na hata kama wewe huna ziada ya elimu, lakini kupitia kiumbe hiki akili ni kiumbe ambacho ukiwa nacho unaweza ukaifanya kazi, na waliokwenda kuongeza wakushangaa namna gani unafanya kazi. Inawezekana mtu akawa hajui kuandika hata lakini akipewa injini ya gari akaisambua injini yote na vifaa akavitaja kwa lugha ya kigeni, na ile hali hajawahi kuingia darasani.
hajawahi kuwa na degree ya aina yoyote, hajawahi kuwa na PhD ya aina yoyote, lakini kupitia kiumbe akili kikamfanya huyu mwanadamu akiingia katika jambo hilo akafanya jambo kwa uzuri, wakati mwingine kuliko hata aliye na PhD ya wale na degree. Mara ngapi mmeona kuna watu wanakwenda vyuo, wanakwenda kujifunza fani fulani, lakini baada ya muda wanapelekwa kwa watu walioko mtaani, watu ambao hata akiambiwa andike jina lake hawezi kuliandika. Kiumbe hiki ni kiumbe cha ajabu miongoni mwa viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa viumbe hivi ni viumbe viwili tu Allah amevisifu kwa uzito wa hali ya juu. Kiumbe cha kwanza ni Qur'ani, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuisifu Qur'ani kwa kusema, Allah baada ya kuiandaa Qur'ani na kuiweka sawasawa na kuifanya sasa imekuwa ni mwongozo, anasema hafadha fi lawhil mahfuz. Allah alihifadhi Qur'ani eneo ambalo hakuna kiumbe chochote kinaweza kikaenda kuichukua Qur'ani. Na kiumbe akili hiki Allah alivyokiumba amekiwekea vitu 10. Kiumbe akili Allah amekiwekea vitu 10. Vitu hivi vinamfanya mwanadamu atakayepata bahati ya kupata kiumbe hiki kikiwa salama, huyu mwanadamu atakuwa ni mwanadamu wa ajabu katika maisha ya dunia. Na kwa sababu kiumbe hiki kinapokuwa kimeondoka kwenye mfumo wa mwili wa mwanadamu, na kalamu ya Allah inasimama kuandika. Unapokuwa akili imehama, Allah anasimamisha kalamu yake, hauandikiwi dhambi wala thawabu. Lakini kikirudi kikakaa sawa sawa, pale tayari kalamu inaanza kuandika. Ndio tukaanza na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale Allah aliposema, inna anzalna alqur'ana al-arabiyya la'allakum taqilun. Allah ameyaleta maneno ya Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili kila mmoja atakayeweza kuyashika na kuyafuata, Allah anamhesabu ni miongoni mwa waja wenye akili. Allah tujalie kuwa miongoni mwa waja hao. Lakini akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la dhikrun liman kana lahu qalbun. Kutokana na hii Qur'ani, yoyote ambaye atakayeishika na kuyashika maneno haya, anasema la dhikra liman kana lahu qalbun. Ibn Abbas anasema ayi, Allah hakuwa na maana ya moyo, anasema ayi al-aqli, kwamba mtu mwenye akili ndiyo anaweza kuzingatia maneno ya Qur'ani. Al-Imamu Al-Sheikh Qatadati yeye anasema, akawa anawaambia akiwawaidhi wenzake na kituwazithisi, akasema ar-rijalu thalathatu, wanadamu wamegawika katika aina 3. Akasema aina ya kwanza rajulu wa huwa la aqilu. Aina ya mtu wa kwanza ni mtu kwa namna atakavyokuwa, huyu atakuwa amepata bahati, Allah amemwekea kile kiumbe akili. Akasema mtu wa pili wa nisu rajulu, na mtu nusu. Al-Imamu Qatadati anasema mtu nusu, anasema wa huwa man la aqila lahu walakin yushawiru lahu, ni mtu anakuwa yeye ni hamnazo, lakini wakati mwingine anaweza kwenda kutafuta ushauri kwa watu waliokuwa na akili zilizoenea. Yani mkimuona mnaona kama zimecheza hivi, lakini ule ufahamu mdogo bado anao, anaweza kwenda kufanya kazi kwa kutafuta ushauri kwa watu wenye akili. Akasema mtu wa tatu, anasema wa rajulun la shay'un, na kuna mtu mwingine yesi lolote si chochote, wa huwa man la aqila lahu, anakuwa hana akili, wala yushawiru laqalahu, na hawezi kupata mwanga wa kwenda kupata ushauri kwa watu ambao ni wenye akili. Aliposema maneno hayo al-Imamu an-Nawawi rahimahullah, yeye akasema kwamba an ba'dihim, katika baadhi ya mambo ambayo yeye aliyoyagawanya, akasema khairul mawahibu al-aqlu, jambo bora alilopewa mwanadamu kuliko mambo yoyote katika maisha yake, anasema ni akili.
Na akasema wa sharrul masaibi, na msiba wenye shari mbaya, aljahalu, ni mtu badala ya kuwekewa akili yeye akawekewa ujinga. Kama tunavyokwenda kusema ubora wa akili, akili ina vitu 10 Allah subhanahu wa ta'ala amewekea. Al-Imamu Ali karamallahu wajha akiwaeleza maswahaba faida ya elimu, faida ya akili, na kwa sababu tayari Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamwambia maswahaba ana madinatul ilm wa Ali babuha, kwamba Ali ndio alikuwa ni mlango wa akili wa elimu. Ili uende kuingia kwenye mle ndani mle, lazima upite kwa Imamu Ali karamallahu wajha. Sasa Imamu Ali akawa anasema maneno yafuatayo, akasema khalaqa Allahu al-aqlu min nuri al-maknun. Kitu cha kwanza anasema Allah subhanahu wa ta'ala alipoiumba hii akili, nuru aliyoitumia ni nuru iliyomakinika na iliyohifadhika, na hakuna yoyote anaweza kuigusa akili. Baada ya kusema hivyo akasema fajala ilmu nafsahu, akajalia kwenye ile akili, kile kiumbe akili, kwamba Allah baada ya kuumba kwa ile nuru ambayo iliyomakinika, anasema 1, 2, akajalia elimu kwenye ile akili kuwa ndiyo nafsi yake. Na hatuto kwenda tukisherehesha kwa sababu ya muda wetu kwa muda mfupi. Akasema jambo la pili, akasema walfahamu ruhahu, na ufahamu ile akili ikawa ndiyo roho ya akili. Yani unaposikia ufahamu kwenye akili ndiyo roho yake. Akaendelea kusema wazuhudi rasi, na ule uchamungu, unavyosema wewe uchamungu kwa kiumbe akili, yeye ni kichwa. Yani wewe uchamungu unautakuta kwenye kiumbe akili ni kichwa. Akasema walhayau wa ainaihi, na unapoona ile haya kwamba fulani ana haya kwenye kiumbe akili, kwa kiumbe akili ndiyo ulimi wake, yani akili ndiyo ulimi, yani ulimi ndiyo hekima ya akili. Akasema wal khairi sam'ihi, na kheri ambazo leo tunapigania watu tufanye kheri kwenye akili. Akili anasema Allah Mali kwamba ndiyo masikio kiumbe akili. Anasema warafata qalbahu, na upole, unaposema mimi ni mpole kwa akili, Allah subhanahu wa ta'ala amevisha kuwa upole kwenye akili ndiyo moyo wake. Akasema wa rahmata sadrahu, na rehma, huruma. Unavyoona sisi tunalazimishana huruma, yani akili yenyewe ilikwishapewa kwamba kifua ndiyo huruma yake. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba akili haitegemei kupata elimu kutoka mahala popote, kwa sababu unapozungumzia huruma kwa akili, yeye ni kifua chake. Wasabru batnuhu, na subra anasema kwenye kiumbe akili ndiyo tumbo. Yani ukisikia tumbo kwenye kiumbe akili, ile subira ambayo tunahamishana sisi kwa akili ni tumbo lake. Thumma qila lahu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumaliza kukivisha kiumbe hicho akili mambo haya 10, thumma qila lahu, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akaanza kuiambia akili takallam, sema wewe akili unasema nini? Sikiliza maneno kwa haraka. Akili ilipoambiwa iseme, faqala, akili ikasema alhamdulillahi alladhi dhalla kulla shay'in li'izzatihi, kila sifa njema zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye Allah amedhalilisha kila kitu kwa utukufu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema faqala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema huku akiapa, akasema wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan a'azzu alayya minka. Kwa utambuzi huo wewe akili sasa naweza kukuweka kwenye kiumbe mwanadamu cha mwisho. Ninaapa kwa utukufu wangu mimi Mungu na kwa cheo changu mimi Mungu,
sijapata kuumba kiumbe chochote duniani aazu, sio azizu, aazu, kilichotupikia mipaka kwa ubora kuliko wewe akili. Ndiyo leo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kiumbe hiki amewavisha Waislamu. Na kama umevishwa Muislamu, tutakushangaa wewe Muislamu unaingia katika migogoro ambayo tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea kiumbe ambacho hajapata kukisifu kiumbe kingine kuliko kiumbe akili. Allah tujalie tu miongoni mwa hao. Allah aliendelea kusema, Imam Ali akaendelea kusema, wala askunka fi ahabbil khalqi ilayya, na mimi nimekusudia sinitokupeleka kwa mja yoyote ninayemchukia, bali kila mja ambaye nitakuweka juu yake, huyo mja atakuwa na mapenzi makubwa na mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie tu miongoni mwa wale wenye mapenzi. Alipomaliza akaiambia akili, fabika akhadha wa bika u'tiya wa bika u'aqaba, kutokana sasa na wewe akili nitakapokuweka kwenye wale waja wangu, na waja wangu wakatekeleza mambo ambayo tayari wewe akili niliyokuwekea, wakawa na haya mambo 10, fabika akhadha, kutokana na wewe sasa akili, likitangazwa jambo langu lolote la kheri, basi nitakuwa tayari kuchukua kupitia wewe akili juu ya viumbe niliyoweka. Asema wabika u'tiya, na kupitia wewe akili sasa, wewe likitokea jambo lolote la kwangu mimi kuimarisha dini yangu, wewe pia kupitia wewe utatoa. Wabika u'aqabu, na kupitia wewe nitaadhibu watu, kwa sababu nimekwisha wawekea kiumbe ambacho sijapata kuweka kiumbe kingine kuliko wewe. Halafu leo muyo mwanadamu niliyomsifu nikamwekea viumbe hao, halafu kiumbe hicho akashindwa kuvitumia sahihi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, mimi na wewe ndugu zangu, atujalie tu miongoni mwa waja ambao tunapoyasikiliza maneno ya Allah kwa ubora wake na tunayafuata. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna anzalna al-Qur'ana al-arabiyya la'allakum taqilun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim wal barrul karim. Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo, burudani, siasa, utamaduni pamoja na mambo ya kiuchumi, tembelea Zinga TV Online, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Zinga Online TV.